Habari ndugu watazamaji wa Mashanda TV. Leo ni siku nyingine tena katika kipindi chetu cha Agro Business. Nipo hapa mbele ya Mombeki Agrovet na nina swali langu moja tu ambalo moja katika followers wangu katika channel alijaribu kuuliza katika comment section yetu. Basi tuingie ndani kabisa kuweza kupata nini? Kuweza kupata ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusiana na swali lililoulizwa katika ukurasa wetu. Asante. Ningelipenda kwanza mheshimiwa ujitambulishe. Majina na kwa majina naitwa Imran Mombeki, napatikana hapa Kiaka. Kama tulivyotangulia kwenye kipindi kilichopita, nimepata wageni tena. Asante. Basi ningelipenda labda kukufahamisha kwamba nilipata shida moja ambayo niliulizwa swali nikakosa majibu. Kulingana na namna swali lilivyoulizwa, nilipata changamoto kubwa, ambapo swali lenyewe kwa nasema ni namna gani au ni jinsi gani unaweza kumsaidia ng'ombe aliyekosa maziwa baada ya kujifungua. Labda unaweza ukatupa ufafanuzi na kuweza kujibu hili swali kulingana na namna lilivyoulizwa. Asante. Ni swali zuri. Swali zuri na watu wengi wanakutana na hiyo shida. Kwa mnyama au ng'ombe yoyote ambaye amezaa akakosa maziwa, ziko sababu kadhaa, zinaweza kawa sababu kama 4 au 5, lakini kwa uchache nitazungumza sababu kama 3. Kwa sababu ya kwanza ni lishe duni. Yaani lishe duni kwa maana kwamba huyu mnyama wakati anabeba ile mimba ulikuwa umpi vyakula vyenye virutubisho. Maybe kwa mfano kuna kitu hapo kinaitwa maziwa mengi au ng'ombe mix kwa watu wengi wanayojua. Hiyo ni virutubisho au madini yanayoweza kuchochea homoni za kustimulate maziwa. Sio hiyo tu, kuna mawe kama haya, mineral block inaitwa. Hivi ndo baadhi ya virutubisho vya kuongeza lishe. Manake sasa kama mnyama amezaa amekosa maziwa, manake alikuwa hana virutubisho vya namna hiyo. Hiyo point namba 1. Point namba 2 ni upungufu wa maji mwilini. Maana asilimia kubwa ya maziwa, karibia 80%, ni maji. Sasa manake kukosa maziwa pengine inaweza ikaathiriwa na upungufu wa maji mwilini. Na mkulima hapo unashauriwa kwamba kwenye swala la maji, ng'ombe apewe maji kuanzia lita 60 mpaka 80. Hapo kidogo naweza kuimprove sasa maziwa yakaonekana. Na sababu ya 3 ni stress. Stress kwa mnyama inaweza kusababisha ukosefu wa maziwa. Stress inatokana kwenye hatua kama 3 hivi kwa mnyama. Hatua ya kwanza inaweza kutokea kwenye mazingira. Labda mnyama umemtoa hapa, yani unamtoa sehemu moja kwenda nyingine. Sasa yale mazingira anaweza kawa ajisikii comfortable. Yani kwa namna anavyokuwa anabadilisha mazingira. Hiyo ni sababu. Ni sababu ambayo inaweza kumsababisha akawa na stress. Sababu ya pili ambayo inaweza kumsababisha awe na stress ni kelele. Alikozaa, yani mazingira alikozaa kuna kelele nyingi. Manake inamunyima utulivu wa yeye kukaa. Sasa manake sasa akishakuwa na kelele inaongeza kumfanya akawa na stress, ambayo sasa stress ndio inamsababisha awe na ukosefu wa maziwa. Na sababu ya ya 3 inaweza ikawa maumivu. Pengine ndama ananyonya lakini ndani unakuta kuna ugonjwa fulani unaitwa mastitis. Mastitis kwa Kiswahili inaitwa kiwele. Yaani unakuta ng'ombe ile ada yake ile ya maziwa ile, titi moja liko juu, jingine liko chini.
Sasa kule ndani huwa kuna ugonjwa unaitwa kiwele. Kiwele kwa lugha nyingine inaitwa mastitis. Sasa hivyo sivyo vichunguza sana kama mfugaji, hivyo vitu vinaweza kusababisha huyo ng'ombe akakosa maziwa. Lakini point ya mwisho ambaye sio la kitaalamu japo watu wamejaribu ili kuondoa yote yani hizi ni fluid, kwa sababu ukiwa fluid unakutana na vitu vingi. Sababu kubwa tumezungumza stress. Kwa wafugaji maybe hao Wanyarwanda na nini, hii njia wanaitumia sana. Unachukua ng'ombe unampiga fanta ya konyagi. Zile kitaalamu inaruhusiwa kwa sababu ni mbadala. Unampiga konyagi ng'ombe, yani ukisema kumpiga konyagi inamaanisha anakunywa konyagi unamnyosha konyagi fanta moja. Akishakunywa yule ng'ombe analewa. Akishalewa maana yake tayari amepoteza zile stress. Maana yake sasa hii njia ni roko sio ya kitaalamu sana, lakini watu wamejaribu na imewasaidia leta matokeo makubwa kuliko hata hii njia ya lishe. Lakini mkulima unashauriwa sana kufuata hizo process. Kwanza kuhakikisha ng'ombe wako wana lishe bora, kwa maana ya kupewa madini, vyakula hivi, chumvi. Ya pili, kuboresha ng'ombe wapewe maji mengi ya kunywa masafi, kuanzia lita 60 mpaka 80 at least, kwa sababu maziwa mengi ni maji. Lakini na sababu ya mwisho ni ili kuondoa stress, msongo wa mawazo kwa lugha nyingine. Ufanye hayo niliyataja. Moja ni usimbadilishie mazingira. Muangalie kwenye matiti yake, anaweza kawa na uvimbe. Ndio huko ugonjwa tumesema unaitwa mastitis kiwele. Na kumweka sehemu ambayo haina kelele. Nafikiri hapo kupitia hizo njia utamaliza tatizo lako. Basi kama mlivyosikia, tumepewa njia tatu, kama sio mbili ni tatu. Lakini pia tungependa vile kusikia kutoka kwake. Kuhusu labda ni neno gani labda anaweza akawapa wafugaji wanaopata shida kama hii. Yani wanaopata shida kama hii katika ng'ombe zao, labda naweza kuwapa neno gani? Neno langu la mwisho ni kwamba ufugaji unahitaji usafi. Nimetaja ugonjwa mmoja unaitwa kiwele. Kiwele ni ugonjwa unaotokana na uchafu. Hawasafishi mabanda, yani unakuta mvua zinanyesha, ng'ombe wanalala humo kwenye uchafu. Kwa sasa unakuta pale unazalisha bakteria ambazo zinaenda kuaffect yale matiti. Ndio maana ukienda sehemu kubwa unakuta ng'ombe wengi ambao wajali matiti yanazidiana. Ule ni ugonjwa wa mastitis wa kiwele. Sana ni kuwacheki mara kwa mara, kwa sababu ng'ombe ni kama binadamu, kama tunavyoenda kucheki afya zetu, basi na wenyewe wanahitaji kutembelewa mara kwa mara kubaini hayo matatizo ya mara kwa mara. Pili, na washauri sana kuepukana na magonjwa mengine yote ni kuogesha mara kwa mara, angalau at least kwa wiki mara moja. Lakini ya mwisho ni kuhakikisha ng'ombe wanapata lishe nzuri, kupewa vitamini. Vitamini pamoja vitamini ni virutubisho kama tulivyovionyesha hapa. Nafikiri hapo mkulima amekaa vizuri. Basi kama mlivyosikia kutoka kwa Bwana Mheshimiwa Mombeki, niko Mombeki Agrovet, na hizi ndo dawa za msingi kabisa kwa ng'ombe anayekosa maziwa na virutubisho mustakabali kabisa, au formula ya kwanza ya kumpatia ng'ombe wako ili apate maziwa mengi na kukizi haja yako. Hii tunayoiona hapa ni Milk Booster formula kutoka Afya Bora, na hii nyingine na hii ni Mineral Block ambayo ina contain calcium, zinc, copper, manganese, iodine, potassium, iron, cobalt na vitu vingine vyote. Hayo yote ni madini. So unaweza kukaribia katika duka lake la Mombeki Agrovet linalopatikana Kiaka Misenyi, na namba za simu kama bango linavyoonyesha. Asante. Msisahau kushare, like na kusubscribe katika channel yetu ya Mashanda TV. Ni Agro Business. Asante. Mashanda TV. Tupo pamoja.